Bilionea na mwanzilishi mwenza wa kampuni ya Microsoft, Bill Gates, ametangaza mpango wa kutoa karibu utajiri wake wote unaokadiriwa kufikia dola bilioni 200 katika kipindi cha miaka 20 ijayo na kufunga rasmi taasisi yake ya Gates ifikapo Disemba 31 mwaka 2045. Nikitangulia kufa, sitaki watu waseme amekufa akiwa tajiri. Kuna matatizo mengi ya dharura duniani yanayohitaji suluhisho sasa, si baada ya miongo kadhaa, ameandika Gates katika chapisho la blog Alhamisi hii. Tangazo hili linakuja wakati serikali ya Rais Donald Trump ikipunguza ufadhili kwa huduma za afya na misaada ya kimataifa, maeneo ambayo taasisi ya Gates inayaunga mkono. Gates amesema alikutana na Trump mwezi Februari kuelezea wasiwasi wake kuhusu kupunguzwa kwa fedha za USAID na miradi mingine ya kimataifa. Taasisi ya Gates iliyoanzishwa mwaka 2000 na Gates na aliyekuwa mke wake Melinda French Gates tayari imetoa zaidi ya dola bilioni 100 kusaidia afya, elimu na kupunguza umaskini duniani. Kwa mujibu wa taarifa rasmi, hii ni ahadi kubwa zaidi ya hisani kuwahi kutolewa katika historia ya kisasa. Malengo matatu makuu. Katika kipindi cha mwisho cha miaka 20, taasisi hiyo itazingatia: 1, kuzuia vifo vya kina mama na watoto vinavyoweza kuzuilika; 2, kutokomeza magonjwa hatari ya kuambukiza; na 3, kunyanyua maisha mamilioni ya watu kutoka kwenye umaskini kote duniani. Tangazo hili lilitolewa katika hafla iliyofanyika New York na kuhudhuriwa na wahisani mbalimbali akiwemo Mike Bloomberg, mwimbaji Jon Batiste na viongozi wa afya ya dunia. Mark Sussman, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya Gates, alisema dunia kwa sasa inakumbwa na changamoto kali zaidi za kisiasa na kiuchumi tangu taasisi hiyo ianzishwe. Gates, mwenye umri wa miaka 69 na anayeshikilia nafasi ya 5 katika matajiri wakubwa duniani kulingana na Bloomberg, amesema utajiri wake utapungua kwa asilimia 99 kufikia mwaka 2045. Dola bilioni 200 anazopanga kutoa zitahusisha kiasi kilichopo kwenye hazina ya taasisi hiyo, dola bilioni 77, pamoja na mali zake binafsi zikiwemo mapato kutoka miradi kama TerraPower, kampuni ya nishati ya nyuklia aliyoanzisha. Ahadi hii inafuatia mpango wa Give and Pledge aliyouzindua pamoja na Melinda French Gates na Warren Buffett mwaka 2010, uliolenga kuwahamasisha mabilionea kutoa sehemu kubwa mali zao kwa shughuli za misaada. Melinda alijiondoa rasmi kutoka taasisi ya Gates mwaka 2024 baada ya talaka yao na amekuwa akifanya kazi zake za hisani binafsi. Tangazo hili linakuja wiki chache baada ya Microsoft kusherehekea miaka 50 tangu ianzishwe. Gates alihitimisha kwa kusema, naona ni sawa kusherehekea mafanikio hayo kwa kurudisha utajiri nilioupata kupitia kampuni hiyo kwa ajili ya dunia iliyonisaidia kuufikia. Wateja wako watarajiwa wanaangalia video hii. Kama biashara yako ingeonekana pamoja na unachokiangalia sasa, wengi wangegeuka kuwa wateja wako wapya. Tuandikie sasa info@snstz.com au WhatsApp pekee 0659 250 389. Tuifikishe biashara yako kwa wana SNS.